Hizi ni ripoti za ASAM Online TV, ambapo leo tuko ofisi ya mkuu wa mkoa mjini Magharibi, ambapo mkuu wa mkoa amefanya kikao na mabaruani kuhusiana na utaratibu wa kushusha mazao katika masoko ya Jumbi, Chuini pamoja na Mombasa, ambapo kaskazini watashusha soko la Chuini, kusini watashusha soko la Jumbi, lakini pia mikoa ya Pemba itashusha mazao yao soko la Mombasa. Kwamba kuanzia tarehe 16 ya mwezi huu wa August, baada ya kukaa na wadau wa katika maeneo yote, kila mara tutakuwa tunafanya mabadiliko kutokana na mwenendo wa biashara zinavyokwenda, kwamba utaratibu wa uingiaji, uuzaji na uendeshaji wa minada ya mazao na bidhaa katika masoko yetu yatakuwa kama ifuatavyo. Kwa hivyo tunaziomba gari za kaskazini zote, bidhaa na mazao yote kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja ziweze kufika katika soko la Chuini, zishushwe pale kwa ajili ya mnada pamoja na uuzaji. Tunakuombeni sana watu wa kaskazini tushushe pale. Kwa hivyo hili tuweze kuambia madereva wetu, lakini pia bidhaa na mazao yote kutoka mkoa wa Kusini Unguja zitafikia soko la Jumbi kwa ajili ya minada na uuzaji. Kwa hivyo zile zote tutaziomba zifike katika eneo lile pale, lakini pia bidhaa na mazao yote kutoka katika mikoa ya Pemba basi zitafikia katika soko la Mombasa kwa ajili ya minada na uuzaji. Tunajua kwamba utaratibu huu kila mara tutakuwa tunaubadilisha kutokana na hali ya mazao tutakavyoona yanafaa, lakini sasa hivi tuwaombe madereva washushe mizigo Chuini, ili kwa ajili ya kukimbia adhabu zinazoweza zikatokea. Na hili tunalisema kwa sababu moja, kwamba mtu kitu cha kwanza kabisa ni kutii lile agizo ambalo alilopewa. Kwa hivyo tunaamishana kabla ya kuweza kuchukua hatua nyingine kubwa zitakazoweza kuchukua, kwa sababu tunachokitaka kwamba watu wa kaskazini wasipate shida wa kuweko pale Chuini. Nini kitakachokuwepo? Kile ndo kituo kikuu ambacho hakutokuwa kuna magari mengine yatakayoweza kutoka pale Chuini kuja zake huku mjini katika wakati wa baadaye. Kwa hivyo magari mengi yatastopu pale, lakini huku baadaye kutakuwa kuna utaratibu mwingine unaweza ukafanyika. Ile ndio basi stop tayari. Vile vile katika kikao hicho amegusia swala zima la ajali zinazotokea barabarani, hivyo amewataka mabaruani kwenda kuongea na madereva kuhusiana na ajali, wafuate sheria zote za barabarani ili kuepusha ajali hizo. Muzungumze na madereva wenzetu, suala la ajali za barabarani. Ajali za barabarani zimekuwa nyingi na zina vifo vingi. Leo tayari tuna vifo viwili tu katika wilaya ya Magharibi B. Leo tu wilaya ya Magharibi B leo tuna vifo viwili, na leo Jang'ombe tuna kifo kimoja. Jana mtu kakaa barazani pale, gari imekwenda imempiga. Sasa la kwanza, na kuombeni sana tukaeni na wenzetu madereva ambao wanaoendesha na wanaotuchukulia ndugu jamaa na marafiki zetu. Ajali za barabarani zimekuwa ni nyingi. Kwa hivyo kinachotakiwa sasa, watu wafuate sheria pamoja na taratibu na wapunguze mwendo wa kasi, kwa sababu watu wenye ulemavu wanaongezeka. Idadi ya watu wenye ulemavu inaongezeka kutokana na ajali, lakini sitoshe vifo vimekuwa vinaongezeka sana, hususan zaidi katika hii njia yetu hii tunaelekea kaskazini, nayo pia imekuwa inakithiri ajali. Sasa mimi najua nina pande langu
kutoka mtanambia kwamba Darajani mpaka kufika Mfenesini pale, lakini napo hapa kati hapa pana ajali nyingi ambazo zinazotokea. Sasa ni kuombeni sana 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 sana, hakuna harama yoyote ya kuweza kumlipa mtu uhai wake, na tunapoteza nguvu kazi kubwa ya taifa kwa sababu ya ulemavu, lakini pia tunaikosesha familia malezi yaliyokuwa mazuri ya baba, mama, mjomba, shangazi na wengineo, kwa sababu wanaondoka watu muhimu katika jamii kwa sababu ya ajali. Vile vile katika kikao hicho, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameongelea swala zima la kutopewa kipaumbele kwa wanafunzi katika gari za abiria. Hivyo amewataka mabaguani kuongea na madereva kuhusiana na kuwapa kipaumbele wanafunzi hao. Swala zima la wanafunzi ambao wanakwenda katika njia zetu hizi ambazo tulizokuwa tunazo, madereva wetu wanawapuuza sana na wanapata manyanyaso. Sasa wanafunzi wamekuwa kidogo wanapata shida, na wale ndio taifa la kesho. Tunavyomtreat leo sie, kesho na yeye ndivyo ambavyo atakuja vile vile kuwasaidia wenzake. Sasa tunakuombeni kidogo wanafunzi, kweli tunakwenda katika hali hiyo, lakini nayo pia tuweze kuitizama kwamba nini tunawasaidia wale watu, kwa sababu wanafunzi wanakaa mpaka saa 2 za usiku mpaka saa 3 wengine toka wanatoka, lakini gari zetu zinapita, na zikipita hatuwapi ile kipaumbele, kwa sababu wengine tutawakinga na majanga mengine, uzalilishaji, kubakwa huko ambako pia ndo humo, matumizi mabaya ya madawa ya kulevya, wizi, unyang'anyi. Ina maana yote hayo yanawakumba kwa sababu ya kucherewa kurudi katika maeneo yao, na zaidi hili linatokana kwamba tunapoacha katika vituo vya daladala tayari. Sasa ningelikuombeni sana tayari, wakati mwingine kwamba nyinyi mnachukua ruti yenu ile ya shamba tu kutoka mjini mpaka shamba, lakini pia hilo nalo litizameni. Katika kikao hichi pia mabahuani wamepata fursa kuelezea changamoto zao zinazowakumba katika sehemu zao za kazi. Nimefanya kosa, ndio nimeshtakiwa na nilipigwa faini mfano shilingi 23,000 leo tarehe 16 na kwenda kuilipa mimi kesho nikifanya kazi. Wapi? Na ilipa kibandani kwa wakala na risiti napewa. Lakini kesho nikamatwa Mwera na ukakuwa mheshimiwa, risiti hii naambwa hapana, nimelipa kwa mkono wangu, lakini bado ile risiti haitoki. Naomba hili swala lifanye kazi, na endapo ukiambiwa mlete huyo mtu, niko tayari muda wote na risiti na wadau wangu. Hicho ndio kilio chao kikubwa. Na mkuu wa mkoa ameahidi kuzifanyia kazi changamoto hizo. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatuma Bernard, nyuma ya kamera ni Alex Madaha. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali, kwa kutambua umuhimu wa suala hili, imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi
zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia, si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.